Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa: Martha Koki, mbunge wa Kilifi nchini Kenya, ambaye alishiriki mkutano wa CSW70, afunguka changamoto zinazowasibu wanawake kwenye kaunti yake. Ni urithi wa mashamba. Wanawake wanakuwa wametekelezwa kuwa hawawezi kurithi mashamba. Hayo ni katika mada yetu kwa kina. Salia basi nami hadi mwisho wa kipindi hiki. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi Mei mwaka 2026, siku ya kimataifa ya haki kwenye michezo. Mwenyeji wako leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea. Asante Asumta. Tunaanza na ugonjwa wa Ebola, ambapo hii leo mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Daktari Anne Ansia amewaambia waandishi wa habari kuwa we have more than 500 kuna zaidi ya washukiwa 500 na vifo 130 vinavyohisiwa kutokana na ugonjwa wa Ebola, na maabara zimethibitisha watu 30 wanaugua ugonjwa huo. cases have been confirmed. Mbali na DRC, wagonjwa 2 wamegundulika huko Kampala, Uganda, na mwingine raia wa Marekani ambaye amepelekwa nchini Ujerumani kwa matibabu zaidi. Wakati huu ambapo WHO I don't think that we have bado inakumbwa na sintofahamu kuhusu chanzo cha mlipuko wa sasa wa Ebola nchini DRC. Shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo na biashara UNCTAD limetoa ripoti ikionyesha kuwa uchumi wa dunia unakabiliwa na mtihani mpya kutokana na mshtuko wa biashara, chakula na fedha inayosambaa kimataifa. Ripoti hiyo imeonya kuwa licha ya kuanza mwaka vizuri na kwa matumaini, hali ya kijiografia, vita na changamoto za masoko sasa zinatishia ukuaji wa uchumi wa dunia. UNCTAD inaeleza kuwa nchi zinazoendelea ndizo zilizo hatarini zaidi, zikikabiliwa na mshtuko wa mitaji, mzigo wa madeni na hofu ya uhaba wa chakula. Shirika hilo limeshauri mataifa kuchukua hatua za kuimarisha sera za uchumi, biashara na uwekezaji ili kujikinga na madhara ya mshtuko huo. Na panya wanazua balaa huko ukanda wa Gaza, eneo la Palestina linalokaliwa kimabavu na Israel. Wananchi wanasema kuwa panya wanaingia kwenye mahema kila siku, wanachafua akiba ya chakula chao na kushambulia watoto wadogo nyakati za usiku. Ikumbukwe baada ya vita kusitishwa, wananchi walirejea katika maeneo yao, lakini kwa kuwa nyumba zililipuliwa, wengi wanaishi kwenye mahema, huku mazingira yakiwa machafu na mifumo ya maji ikiwa haifanyi kazi, na hayo ni mazingira mazuri kwa panya kuzaliana. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Lea Mwisho kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina ikiangazia changamoto ya kupata haki kwa wanawake na wasichana katika kaunti ya Kilifi nchini Kenya. Salia papo hapo tafadhali. Integrally, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube, habari za UN, na pia televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Asumta Masoi. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Wanawake wa kaunti ya Kilifi huko pwani ya Kenya, eneo la Afrika Mashariki, licha ya kwamba katiba ya nchi inatoa haki sawa kwa wanawake na wanaume, bado wanadhulumiwa haki zao. Ni kwa nini basi hali hii inaendelea na nini kinafanyika ili kuibadilisha? Ungana basi na Flora Nducha akizungumza na mbunge wa kaunti ya Kilifi Martha Koki kandoni mwa mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 uliofanyika mwezi Machi mwaka huu hapa Umoja wa Mataifa. Martha anaanza kwa kufafanua haki hizo ni zipi. Kwanza kabisa, ile changamoto kubwa
ambayo iko ni urithi wa mashamba. Wanawake wanakuwa wametekelezwa kuwa hawawezi kurithi mashamba. Kwa nini? Kwa sababu ni mwanamke, jinsia yake ni mke. Pili, ataolewa, ataenda kule kwa mumewe. Unadhani akifika kule ndo ataweza kurithi? Akifika kule anaambiwa ametoka kule kwao. So kunakuwa na shida katika upande wa kurithi mashamba. Pia elimu. Sasa hivi tumejaribu sana kupatia mtoto wa kike elimu, lakini pia huwezi kufananisha na yule mtoto wa kiume. Pia changamoto nyingine unakuta ni upande wa kazi, ajira. Unakuta wanaume wanakuwa katika kipaumbele ama wanapata zile nafasi ambazo ni kubwa na ni nzuri kuliko mtoto wa kike ama yule mwanamke. Pia katika meza ya maamuzi unakuta wanawake hawapati ile nafasi. Lakini mimi nashukuru katika gatuzi letu la Kilifi, hata mstahiki gavana wetu amepatia nafasi sawa sawa katika bunge lake la mawaziri. Mawaziri wake nusu kwa nusu ni wanawake. Naibu wa gavana ni mwanamke. So kwa hiyo mnachukua hatua. Tunachukua hatua. Wewe ndio mbunge wa hilo eneo. Unafanya nini sasa kuhakikisha hii inapinduliwa? Inakuwa kweli sawa kwa sawa na kila mtu anakuwa na haki. Zile hatua tunazozichukua kwanza katika lile bunge letu la 3 la kaunti ya Kilifi ni kuwa tuko na wadi 35 na wanawake 3 peke yake ndio waliochaguliwa, nikiwa mmoja wao. Sasa tunarudi tena kule nyanjani na kuambia kina mama tunaweza. Sauti zetu zisikike. Wakati wa kuwa sisi sehemu zetu zilikuwa ni za kukaa jikoni, kuangalia watoto na kupika zimeishwa. Ni wakati wetu kujitokeza kama kina mama, tuzungumze na tusikike. Ndio maana kunakuwa na kongamano kama hizi ambazo tuko. Mimi nikiwa hapa nasema kama si yule mama kuamka na kwenda kunipigia kura, singekuwa nimefika katika mazungumzo ambao tunazungumza leo. Nataka haya mazungumzo yaweze kutoka katika sehemu hizi, turudi nyanjani chini na kuzungumza na huyu mama, kumwambia anaweza, sauti yake inaweza kusikika na ajitokeze kimachomacho ili aweze kuonekana kuwa ni mama anayestahili na anaweza kuweka mabadiliko katika sehemu zote, si kielimu, si katika nafasi ya biashara, kufanya kazi ama kiafya. Unakuta hata kina mama wanadhalilishwa upande wanahitaji matibabu kwa sababu yeye ni mwanamke. Tumekuwa tukionekana ni viumbe hafifu, lakini nashukuru mazungumzo kama haya yanampatia mama nafasi ya kujua anaweza na anaweza kusikika. Sasa tuje kwenye swala la kisheria, kwa sababu kama ulivyosema wanawake hawana haki ya kurithi, lakini katiba ya Kenya inasema mwanamke ana haki ya kurithi mali. Yes. Iwe ni ardhi, iwe ni mali, awe ameolewa, awe hajaolewa, ana hiyo haki. Sasa kwa upande wa sheria unawasaidia vipi wanawake ili hata kama amenyang'anywa, pengine mumewe alifariki dunia na hakupewa urithi kutoka kwa mumewe, aende akaudai mahakamani? Unawasaidia? Sawa, kama kwa mfano nitakupatia mfano ulio hai, ni kuwa mimi niko na kundi la wamama wajane, wamama 2500 ambao ni wamama wengi. Nimepata wafadhili ambao wanawapatia huduma za bure za kuweza kujua haki zao. Ukiwa umefiliwa na yule mzee wako, ni jinsi gani unaweza kusaidika ili uweze kupata mali yako ama uweze kulea watoto wako katika ile njia ambayo inastahili. Tuko na watu ambao wanajitokeza, wanasheria ambao wanajitokeza kusaidia wamama wengi ambao wako katika hizi hali, kwa sababu wengi wao huwa ni wamama hawana hata fedha za kuweza kwenda mahakamani ama kwenda kulipa ili waweze kupata hizi huduma. Na pia tunapozungumza, hata nikiwa nje hivi, niko na mjadala ambao nikirudi nyumbani na upeleka ndani ya bunge ili kutunga sheria ya kusaidia kina mama na hususan wamama wajane ambao haki zao zinadhalilishwa. Tuje kwa mtoto wa kike. Pwani ya Kenya tuseme, katika miji mingi ya pwani ya Kenya kama Mombasa, huko Kilifi, Malindi, wapi, watoto wengi wa kike hawamalizi shule, wanaolewa mapema sana, na huu ni utamaduni wa pwani. Sasa hili nalo unalifanyia vipi kazi?
Mimi kama katika eneo lile ambalo mimi nimetoka, tumeweza kuwezesha hawa watoto kwa kukuwa na mazungumzo. Kwanza tunawapatia basari, tunawapatia karo za kuweza kusoma. Wengi wao huwa wanakosa kusoma kwa sababu ya uhaba wa fedha. Wazazi hawana uwezo, unakuta mzazi hana pesa kumpeleka mtoto shule, mtoto anabakia nyumbani, na akiwa amebakia nyumbani atafanya nini tena? Mzazi anaona amsukume aende aolewe na mzee, ama mzazi apate mahari ama ni nini. Kuna wafadhili wengi, kuko na mashirika mengi ambayo yamekuja na kuhamasisha umuhimu wa elimu, umuhimu ya huyu mtoto aweze kusoma ili kesho naye akaweze kuwa katika nafasi ambayo inastahili. Tumekuwa na katika runinga kwanza hususan Kilifi kwa mimba za mapema, watoto wa kike kutokusoma, lakini sasa hivi zile namba zinashuka chini kabisa vizuri, kwa sababu hawa watoto wetu wanahamasishwa, wazazi wetu wanahamasishwa umuhimu wa elimu, umuhimu wa kuzingatia mtoto wa kike kuweza kupata elimu kama vile yule mtoto wa kiume. Swala la mila na desturi, hili nalo linachangia kwa kiasi kikubwa sana. Ndio maana unakuta wengine wanasema labda dini na waruhusu watoto waolewe mapema, ama pengine utamaduni unawaruhusu. Sasa fikra, kwa sababu huwezi kubadilisha kitu kabla hujabadilisha fikra ya mtu. Katika kubadilisha fikra ya jamii kwa ujumla, one umuhimu wa haki ya mtoto wa kike na mwanamke, mnafanya nini? Kwa uhakika hiyo ni changamoto kubwa, kwa sababu hata sisi wanawake ambao tuko katika uongozi kupata zile nafasi haikuwa rahisi. Maana unakuta wengi wanaona mwanamke hastahili, tutaongozwa vipi na mwanamke? Lakini nataka kuzungumza na kusema zile fikra za watu zimeanza kugeuka. Maana mimi nitakwambia, kama mimi pale ambapo ninapoongoza, mwanzoni kulikuwa kuna viongozi ambao walikuwa ni wa jinsia ya kiume. Kumekuwa na utofauti mkubwa, wanaona kumbe hata mama anaweza kuongoza zaidi kushinda yule aliyekuwa. Kwa hivyo zile fikra za wale ndugu zetu ama wazee wetu, jamii, mila, wameanza kuona pia kumbe huyu mtoto wa kike akipatiwa nafasi hata yeye anaweza. Kwa hivyo mimi nataka tu kushauri ya kuwa tuache kuweka mila ambazo zinatulinganisha. Sisi utofauti ni jinsia tu, lakini akili zetu ziko sawa, mawazo yetu yako sawa. Kwa hivyo mtoto wa kike apatiwe nafasi sawa sawa kama vile ule mtoto wa kiume, ili kuweza kuendeleza maisha. Asante sana. Na mwisho, ungependa kutoa ujumbe gani hasa kwa sio tu jamii ya wanawake wa Kilifi, kwa dunia kwa ujumla, kuhusiana na nafasi na haki ya mwanamke? Mimi ujumbe ningelipenda kuutoa kwa ulimwengu mzima ni kuwa tuweze kumpatia mtoto wa kike, mwanamke nafasi, ili pia tuone kuwa wao nao wanaweza kuhesabika na kuweza kuonekaniwa kuwa ni vioo katika jamii. Pia ningelipenda kusihi jamii, kusihi dunia kuwa haya mazungumzo ambayo tuko nayo tuyatoe katika meza, tuyapeleke chini kwa yule mama ambaye ako huku chini, ambaye anastahili kupata una ujumbe. Asante sana, nakushukuru na nakutakia kila la heri. Asante sana dada. Shukran sana mbunge Martha Koki na Flora Nducha kwa mahojiano hayo. Mahojiano ambayo ndiyo yanatamatisha kipindi chetu kwa siku ya leo. Tukutane tena Alhamisi kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku. Kwa hiyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na katika kurasa yetu wa X jina hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea jarida hili, mimi ni Assumpta Massoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.